Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, karibu katika mfululizo wa masomo haya siku ya leo. Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni Novemba 24. Mada ikisema kipimo cha tabia katika hukumu. Mada ile imejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Warumi sura ile ya 2 aya 12 na 13. Neno la Mungu linasema, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria, kwa sababu sio wale waisikiao sheria walio wenye haki mbele za Mungu, bali ni wale waitendao sheria ndio watakaohesabiwa haki. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, wewe uketie mahali pasiri juu mbinguni, uliyeziumba mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji, jina lako litukuzwe sana. Asante kwa sababu ya nafasi ya pekee uliyotupatia siku ya leo. Asante kwa sababu ya ulinzi wako. Asante kwa sababu ya upendo. Asante kwa sababu ya mibaraka ambayo kila mmoja wetu ameendelea kuishuhudia. Tumekuja miguuni pako asubuhi hii ya leo, tukiwa ni wadhambi, tukiwa hatustahili, lakini tumechagua kuja miguuni pako. Tusamehe dhambi zetu, tutakase, ukatuitikie tunapoita. Ponya wagonjwa walioko katikati yetu, ponya taifa letu. Enda pamoja nasi ukituongoza kutenda yaliyo haki yako, na zaidi sana ukatufanye tufae kwa ufalme wako. Uturehemu, utulinde na ututakase. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Kipimo cha tabia katika hukumu. Wale waliokuwa wameipokea nuru kuhusu upatanisho wa Kristo na uendelevu wa kudumu wa sheria ya Mungu waligundua kuwa haya mambo yalikuwa ukweli uliowasilishwa katika Ufunuo sura ya 14. Vipengele mbalimbali vya ujumbe wa sura hii huunda onyo lenye sehemu 3 linaloandaa wakazi wa dunia kwa ajili ya ujio wa pili wa Bwana. Tangazo: saa ya hukumu yake imekuja, huelekeza macho kwa kazi ya kufunga huduma ya Kristo kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Linatoa habari njema za ukweli ambao inapasa uhubiriwe mpaka maombezi ya Mwokozi yatakapokoma na yeye kurudi duniani kuwachukua watu wake na kuwapeleka kwake mwenyewe. Kazi ya hukumu iliyoanza mwaka wa 1844 inapasa iendelee hadi kesi za watu wote ziamriwe, za makundi yote mawili ya walio hai na ya waliokufa. Kwa maana hukumu hiyo itaendelea mpaka kufungwa kwa rehema kwa mwanadamu, ili watu wote waweze kujiandaa kusimama katika hukumu. Ujumbe unawaamrisha: mcheni Mungu na kumtukuza, na msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji. Matokeo ya kukubali ujumbe huu yametajwa katika neno. Hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ili kujiandaa kwa ajili ya hukumu, ni lazima watu waishike sheria ya Mungu. Sheria ile ndiyo itakuwa kipimo cha tabia katika hukumu. Mtume Paulo anasema, na wote waliokosa wenye sheria watahukumiwa kwa sheria. Katika siku ile Mungu atakapozihukumu siri za wanadamu, sawasawa na Injili yangu kwa Kristo Yesu, na anasema kuwa waitendao sheria
watakaohesabiwa haki. Warumi 2:12 hadi 16. Imani ni ya lazima ili kuitii sheria ya Mungu, kwa kuwa pasipo imani haiwezekani kumpendeza. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Waebrania 11:6. Warumi 14:23. Kwa njia ya malaika wa kwanza, watu wanaalikwa kumcha Mungu na kumtukuza na kumsujudia yeye aliye muumbaji wa mbingu na nchi. Ili kufanya jambo hili, inawalazimu kuitii sheria yake. Alisema mwenye hekima, "Mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu." Mhubiri 12:13. Bila utii kwa amri zake hakuna ibada inayoweza kumpendeza Mungu. Kwa maana huku ndiko kumpenda Mungu, kwamba tuzishike amri zake. Yeye aligeuzaye sikio lake asiisikie sheria, hata sala yake ni chukizo. Yohana wa kwanza sura ile ya 5 aya 3, Mithali 28 aya 9. Swali lenye mvuto kwa kila mmoja wetu linatakiwa kuwa, je, mimi ninatimiza matakwa ya sheria ya Mungu? Ni kwa kujichunguza kwa kina katika mwangaza wa neno la Mungu tu ndipo tunaweza kugundua namna tulivyopotea kwenye sheria yake takatifu ya haki. Ndani ya Kristo tunaweza kusamehewa uovu wetu wa kale, na katika uimara wake tunakuzwa na kuwa wanamume na wanawake wakamilifu katika Kristo Yesu. Youth Instructor, Juni 10 mwaka wa 1897. Hii ni Novemba 24, mada ikisema kipimo cha tabia katika hukumu. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Ikiwa Bwana atatupatia kibali, hapo kesho tutajifunza mada isemayo taji ya uzima. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. yote na mbele
tena mbele